Habari za asubuhi mtazamaji wa SQF TV, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku njema hii hapa ya Jumatano Oktoba 1, 2025. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mwezi mwingine mpya huu hapa, lakini pia tukiwa tuna jambo letu tarehe 6 Oktoba mpaka tarehe 10 Oktoba, upasuaji mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Upasuaji huo unajumuisha watoto wote, hata kama ni watu wazima wenye changamoto ama tatizo la mdomo wazi, ufike pale wakapata huduma hiyo ya matibabu ambayo itatolewa bure kabisa. Uko na Mipendo Godson ambaye nakusogezea magazeti haya asubuhi ya leo kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Tukiangazia magazeti ya asubuhi ya leo, tukipitia gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, wanasema kwamba Arusha kusimama mapokezi ya Samia CCM ya Tampa kuweka rekodi. Soma katika ukurasa namba 3. Lakini vyuo vikuu Tanzania Canada kujenga jamii imara dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Soma katika ukurasa namba 3. Daktari Samia kufufua viwanda. Soma katika ukurasa namba 3, ambapo vitu vingi sana hapo vimeainishwa katika gazeti hili. Atoa maagizo kwa mfuko wa hifadhi ya jamii SSF na Wizara ya Kilimo. Ukurasa namba 3 wameeleza zaidi kwa undani. Nunua nakala yako upitie kwa undani zaidi. Lakini pia ahidi mageuzi makubwa sekta ya afya. Benki ya NMB yazindua tawi maalum la NMB Tinde mnadani. Soma katika ukurasa namba 3. Gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, anasema kwamba Daktari Mwinyi ahidi masoko ya samaki. Soma katika ukurasa namba 3. Samia yuko imara, hakuna cha kumiumbisha. Amempongeza kwa ujasiri wa kuongoza nchi, asema ameendeleza miradi na amani ya taifa. Soma katika ukurasa namba 5. Lakini pia Daktari Samia kujenga barabara za zege milima ya Upare. Soma katika ukurasa namba 4. CCM kuwainua kiuchumi vijana, wanawake na wenye ulemavu. Soma katika ukurasa namba 3. Gazeti hilo la Uelekeo. Gazeti la Uhuru, kweli daima, Daktari Samia kufanya mageuzi makubwa. Soma katika ukurasa namba 2. Lakini Nchimbi afichua kiini ongezeko la wawekezaji. Soma katika ukurasa namba 3. NMB yapiga hodi mnada wa mifugo. Soma katika ukurasa namba 20. Majaliwa udumavu umepungua nchini. Soma katika ukurasa huu hapa pia namba 3 wameandika hivyo katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Gazeti la Taifa Tanzania anasema Daktari Samia tumeinua makusanyo kuipa heshima nchi. Habari hii pia unapata katika gazeti hili. Lakini anasema serikali itakopa mikopo itakayoheshimu uhuru wa nchi. Soma katika ukurasa namba 2. Lakini pia benki ya NMB yazindua tawi maalum la NMB Tinde mnadani. Soma katika ukurasa namba 2. Lakini pia Daktari Mwinyi ahidi neema sekta ya uvuvi Zanzibar. Soma katika ukurasa namba 2. Gazeti jingine hapa asubuhi, gazeti la Mwananchi anasema kwamba CCM kukamilisha miradi aliyoomba Msuya, Mwalimu ahidi viwanda. Soma katika ukurasa namba 5. Lakini pia kitanzi kwa mama, mahakama yamtia hatiani yeye na mwanae wa kiume kwa mauaji ya kukusudia ya binti yake baada ya hukumu kimya cha tawala. Soma katika ukurasa namba 3. Lakini pia vita vya Mwinyi Othman kusaka kura 17,557. Soma katika ukurasa namba 6. Mahakama yapiga stop mamilioni kutoka benki. Soma katika gazeti hili ukurasa namba 4. Mambo matatu kutumika kwa kumwenzi Daktari Salim. Soma katika ukurasa namba 2. Daira ya Mtanzania anasema kwamba CCM yatenga bilioni 1 kumaliza magugu maji Mwanga. Soma katika ukurasa namba 7. Lakini TRA kuwashughulikia wanaogushi risiti. TRA kuwashughulikia wanaogushi risiti. Yafafanua risiti inayosambaa mtandaoni, waeleza haihusiani na mamlaka hiyo. Soma katika ukurasa namba 2. Gazeti hili amesema kwamba Rais mstaafu Kabila ahukumiwa kifo DRC. Soma katika gazeti hili limeandika hivyo. Lakini wananchi wako tayari kwa mabadiliko. Soma katika ukurasa huu hapa namba 5. Gazeti la Habari Leo anasema Samia ahidi makubwa, asema anajua fedha zitatoka wapi, ataki mikopo ya manyanyaso, atoa neno mashamba Korogwe. Nchimbi amsifu diplomasia ya uchumi. Majaliwa atoa maagizo kukabili udumavu. Soma katika ukurasa namba 7. Lakini CAF yaahidi mifumo mipya kodi ya umeme. Soma katika ukurasa namba 4. Daktari Mwinyi tunaleta mabasi ya umeme. Soma katika ukurasa namba 3. Na mtazamaji, hilo ndilo gazeti la mwisho asubuhi ya leo. Nimekusomea tu vichwa vya habari. Wewe ninataka ununue nakala yako ukapitia kwa ndani zaidi kile ambacho kimeandikwa. Nikushukuru sana kuchagua na kutazama SQF magazeti. Lakini pia endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF TV. Lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Kambi yetu matibabu pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama, upasuaji mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa kuanzia Oktoba 6 mpaka Oktoba 10. Mimi nikutakie asubuhi ile kwa njema. Bye kwa sasa. Tukutane baadaye katika taarifa ya habari.